Kamera zilikuwa zikiendelea kurekodi. Viongozi wenye nguvu zaidi duniani walikuwa wamekusanyika katika mkutano wa G7 mjini Evian-le-Bain, Ufaransa. Na mahali fulani kwenye picha hiyo, akiwa amesimama kwa kujiamini na kutabasamu, alikuwepo Rais wa Kenya, William Ruto. Lakini nyumbani Kenya, simulizi tofauti kabisa ilikuwa ikisambazwa. Mitandao ya kijamii ililipuka. Video zilianza kukatwa, kuvutwa karibu na kuchezwa kwa mwendo wa polepole. Trump amempuuza Ruto. Wakati wa aibu. Ruto amedharauliwa. Vichwa vya habari vilienea kwa kasi ya moto wa nyika, na mamilioni ya Wakenya wakatazama, wakajadili na kuunda maoni yao kutokana na sekunde chache tu za video. Lakini huu ndio ukweli kamili. Ruto hakuwa mgeni aliyejitokeza bila mwaliko katika mkutano huo. Alikuwa mmoja wa viongozi walioalikwa maalum kushiriki katika mazungumzo ya nje ya G7, akiwakilisha kundi la viongozi kutoka Afrika, Asia na nchi za kusini mwa dunia, ambao walialikwa mahsusi ili sauti zao zisikike mezani. Rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, alikuwa ameondolewa kwenye orodha ya washiriki kabla ya mkutano huo, kutokana na mvutano uliokuwa ukiongezeka kati ya Pretoria na Washington. Kenya ikachukua nafasi hiyo muhimu. Hilo pekee linaonyesha jinsi Kenya ilivyokuwa ikitazamwa katika mkutano huo. Ruto aliwasili nchini Ufaransa akiwa na ajenda iliyo wazi: kusukuma mbele msimamo wa Afrika kuhusu mageuzi ya mfumo wa kifedha wa kimataifa, urekebishaji wa madeni, ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo ya haki kwa mataifa yote. Huu haukuwa ziara ya kawaida ya heshima. Hii ilikuwa diplomasia ya kiwango cha juu kabisa. Sasa tuzungumzie kile kilichotokea kati ya Trump na Ruto. Wakati wa picha rasmi ya viongozi wote, picha ambayo kila mkutano wa kimataifa hupiga na ambayo kamera za dunia nzima huielekezea macho, Ruto alikuwa hapo wazi kabisa. Alionekana akitabasamu, akiwa amesimama nyuma ya Trump, Macron, Modi na viongozi wengine wakubwa duniani. Hakufichwa, hakusukumwa pembeni. Katika tukio lingine lililorekodiwa, Rais Ruto alimtambulisha rasmi mkewe wa rais, Rachel Ruto, kwa Rais Donald Trump. Marais hao wawili walishikana mikono kwa muda mfupi na kubadilishana maneno. Mazungumzo hayo yalirekodiwa. Yalikuwa wazi, rasmi, ya kirafiki na ya kawaida kabisa kwa viwango vya kidiplomasia. Lakini Wakenya wakiwa Wakenya walivuta picha karibu zaidi na kuanza kuchambua kila ishara ya mazungumzo hayo. Wengi waliamini kuwa Trump alikuwa akimpuuza Rais William Ruto. Aidha, Ruto alishiriki katika vikao mbalimbali vya kazi. Alitoa hotuba rasmi kuhusu vipaumbele vya maendeleo ya Afrika. Alifanya mikutano ya pembeni na viongozi kadhaa wa dunia. Kwa kipimo chochote cha haki na ukweli, alikuwa mmoja wa washiriki waliokuwa na shughuli nyingi zaidi miongoni mwa viongozi walioalikwa katika mkutano huo. Kwa hiyo simulizi la kupuuzwa lilitoka wapi? Lilitoka Kenya. Lilitokana na vipande vya video vilivyokatwa na kusambazwa mtandaoni. Mtu mmoja alivuta karibu picha ya Trump alipogeuka kuzungumza na kiongozi mwingine. Mtu mwingine alisimamisha video katika sekunde ambayo Ruto alikuwa akitembea. Mtu mwingine akaongeza maneno ya kuvutia hisia.
Kisha algorithm za mitandao ya kijamii zikafanya kazi yake. Ndani ya saa chache, simulizi hilo lilikuwa limejijengea maisha yake yenyewe. Wataalamu wa lugha ya mwili walikuwa wakinukuliwa. Wachambuzi wa kisiasa walikuwa wakitoa maoni. Wafuasi na wakosoaji wa Ruto walikuwa wamepata silaha mpya ya kisiasa ya kutumia. Je, Ruto aliondoka na nini kutoka mkutano huo? Aliondoka akiwa ameongeza mwonekano wa Kenya katika jukwaa la kimataifa. Aliondoka akiwa amefanya mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kuhusu ushirikiano wa baadaye kati ya mataifa hayo mawili. Aliondoka akiwa amewasilisha ujumbe wa Afrika kwa kundi la viongozi ambao mara nyingi hawapati nafasi ya kuusikia moja kwa moja. Haya ni mafanikio ya kidiplomasia yanayoonekana wazi. Sio kitu kidogo. Sio aibu. Nina uhakika kabisa kwamba tutakapoondoka hapa kesho, jambo la kwanza ni kwamba msimamo wetu utakuwa umeeleweka. That we will agree on how technology, this time round, artificial intelligence, Africa is not going to be merely a consumer, that Africa is going to write the rules and is going to be co-creators on how artificial intelligence drives the next industrial and global revolution. Pili, tutakuwa na mapendekezo madhubuti kuhusu namna Afrika inaweza kupata rasilimali za kifedha nafuu na namna Afrika inaweza kuchangia mali zake katika ukuaji wa uchumi wa dunia. Na tatu, iwe ni mpito wa nishati safi, usalama wa chakula au uhamaji wa wafanyakazi. Kwa hakika, simuliza la kudharauliwa. I am very clear that we will leave here tomorrow with number one, our position having been understood, and number two, having concrete proposals on how Africa can access concessional resources, Africa can contribute its assets to global growth, and number three, whether it is energy transition, whether it is food security, whether it is labor mobility, or whether it is Halikuwa kuhusu Ruto na Trump. Lilikuwa kuhusu siasa za ndani za Kenya zilizovishwa sura ya diplomasia ya kimataifa. Lilikuwa kuhusu makundi ya kisiasa kutumia tukio moja la kimataifa kujenga simulizi zitakazoingia kwenye taarifa za jioni na kutawala mijadala kwenye mtandao wa X.